nguvu zako Mungu, naruhusu wingu lako Mungu, naruhusu mamlaka yako Mungu ikamate akili yangu, ikamate fahamu yangu, ikamate maarifa yangu, uondoe kisa katikati yangu katika jina la Yesu ya hai. Niondoe kisa lililonitenga na nuru ya Kristo. Ninaishi kama mpagani, ninaishi kama mataifa, nimepoteza nafasi ya kumiliki, nimepoteza nafasi ya wana, ninaishi kama mtumwa. Yesu uliyekufa msalabani kwa ajili yangu, na neno lako linasema wazi katika Isaya, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ninaomba jioni ya leo, tazama mahali ambapo sijapona, panaposababisha watu waninyoshe vidole, panaposababisha watu wanidharau, panaposababisha watu wasiniheshimu, panaposababisha watu wananiona si kitu, kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu ni hai. Ninaomba jioni ya leo, mulika na nuru yako, mulika na mwanga wako, mulika na taa yako, mulika na nguvu yako, achilia ndani ya Roho Mtakatifu, iondoe kila madhabahu zilizo kinyume na kusudi la Bwana, zilizo kinyume na kusudi la Mungu ndani yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Waliofunga hatua zangu katika ulimwengu wa roho waachie, waliochukua nyayo zangu nilipotembea ili kufunga baraka zangu waachie katika damu ya Yesu, walioshika watoto wangu waachie katika damu ya Yesu, walioshika milango ya uchumi wangu waachie katika damu ya Yesu, walioshika fahamu zangu waachie katika damu ya Yesu. Yesu, jioni ya leo, kutana na mimi, kutana na mimi, kutana na mimi, kutana na mimi, kutana na mimi. Nimedharauliwa, yatosha. Nimechekwa, yatosha. Nimenyoshewa vidole, yatosha. Nataka kusimama kama mwana wa mfalme katika damu ya Yesu Kristo. Weka mkono wako yote kifuani. Wewe ni Mungu. Ninaita damu yako kwa ajili ya watu. Kuna watu wanatazama si kitu, si chochote katika mji. Wengine wamedharauliwa na familia zao, hata kwenye vikao wanamsahau ile familia, anakuwa tukao. Wengine waume zao wanaona kama vinyago. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, usiyeshindwa. Ninaomba uonekane jioni ya leo. Ninaomba utembee pamoja na nguvu zako. Kamata akili zetu, kamata mawazo yetu, kamata fahamu zetu, zipishe darasani katika jina la Yesu. Maana neno lako nasema sisi ni wanafunzi wako, tutakuwa wanafunzi wako. Achilia roho ya kujifunza kwako, ile roho ya mazoea naipiga kwa damu ya Yesu, na pasua vipuu vya mazoea kwa moto wa damu ya Yesu, na achilia nguvu ya damu ya Yesu ndani ya watu hawa. Ewe akili, funguka sasa kwa damu ya Yesu. Mapepo ya milimani na ukoo uliyemfunga huyu mama hawani mbele, amekuwa wakubatisha maisha yake, toka, achia, achia ufahamu wake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maumivu ya moyo, ameoga vizuri lakini moyo wake una maumivu, anacheka na kuimba lakini moyo wake una maumivu. Hata amekuja hapa hajui nani atamtoa kwenye tabu. Uko Yesu uliyekufa kwa ajili yake, uko mama uliyepigwa kwa ajili yake, uko Yesu uliyeshuka kwa ajili yake, uliyesema mimi niko ambaye niko, nina uwezo wa kugeuza siku ya mtu iliyokuwa ya huzuni ikawa furaha. Ninaweza kuondoa maombolezo, ninaweza kuondoa maumivu, ninaweza kuondoa uchungu. Wao uliye kiboko ya wana ya wafalme na mamlaka zote za giza, wao uliye kiboko ya manyafu, wao uliye kiboko ya wachawi, wao uliye kiboko ya warozi, wao uliye kiboko ya waganga, shuka kama wewe haijalishi amefungwa kwa viwango vipi. Rabosa kariko rabasi kandaraboi kandarabosaka riboika riboika ndarabo. Wewe ni Mungu katika jina la Yesu. Mbingu zifunguke kwa ajili ya mji huu, na kamata anga katika ulimwengu wa roho, na zuia pande wote wa
Ninaomba jioni ya leo jifunue kwa watu wa Mkwajuni. Ewe ardhi ya Mkwajuni iliyoshikilia watu miaka mingi, ninaachilia damu ya Yesu. Kaa upande wa Bwana kuanzia sasa katika jina la Yesu. Mungu, ninaomba madhabahu yako ya kimbingu ishuke sasa, utuhudumie kwa kadri ya uhitaji wa kila mtu. Nipe macho ya kuona, niondolee upofu kwenye madhabahu yako, niondolee upofu kwenye madhabahu yako, niondolee upofu ya Bwana. Nipe macho ya kwako nione, nipe macho ya kwako nione. Wewe ndio nuru yangu. Nimesimama mimi nisionekane, onekana mwenyewe, uliyekufa kwa ajili ya watu hawa, uliyepigwa misumari kwa ajili ya watu hawa. Katikati ya mji huu wamekuwa tukano, wako watu wanajifuna, wanajisikia kwa sababu tumeshindwa kutembea katika nuru yako. Naomba nuru na mwangaza ushuke, iwe nuru kuanzia sasa katika damu ya Yesu. Mamlaka ya giza nyamaza. Ulimshika mama huyu nyamaza, umeshika watoto wake wote. Hakuna anayefika form 4 na pata mimba toka wakiingia sekondari. Saa ya mwisho kuwatesa sasa. Hilo tumbo halikutengwa kwa ajili ya madhabahu ya Yezebeli. Katika jina la Yesu hai. Haki yake irudi mahali pake. Mungu tusaidie. Mungu tusaidie. Mungu tusaidie. Usiyeshindwa uonekane jioni ya leo. Katika jina la Yesu. Usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu. Usiyeshindwa, 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 wewe ni usiyeshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na kichwa kinachosema jifunze kuchukua hatua. Jifunze kuchukua hatua ya kutafuta uso wa Mungu. Jifunze kuchukua hatua. Jifunze kuchukua hatua kwa kutafuta uso wa Mungu. Kutafuta uso wa Mungu. Ukijiunganisha na madhabahu ya Mungu kwa sadaka ya damu ya Yesu,
Nenda taratibu ili watu waandike. Kichwa kirefu. Ukijiunganisha na madhabahu ya Mungu kwa sadaka ya damu ya Yesu ambayo ndani yake ina nuru na ukombozi, ambayo ndani yake ina nuru na ukombozi, ili upate kuishi na kutembea katika nuru ya Kristo, ambayo ndani yake ina nuru na ukombozi, ambayo ndani yake ina nuru na ukombozi, ili upate kuishi na kutembea katika nuru ya Kristo, ili upate kuishi na kutembea katika nuru ya Kristo. Narudia, jifunze kuchukua hatua kwa kutafuta uso wa Mungu, ukijiunganisha na madhabahu ya Mungu kwa sadaka ya damu ya Yesu, ambayo ndani yake hiyo damu ina nuru na ukombozi, ili upate kuishi na kutembea katika nuru ya Kristo. Niombe chombo cha sadaka. Najua tumetoa sadaka na kitu tutakufanya. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kurudia kwa faida ya watu. Hatukiandika tu. Unaweza kumaliza. Narudia. Jifunze kuchukua hatua kwenye maisha. Jifunze kuchukua hatua kwa kutafuta uso wa Mungu kwa bidii, ukijiunganisha na madhabahu ya Mungu kwa sadaka ya damu ya Yesu, ambayo ndani yake ina nuru na ukombozi, ili upate kuishi na kutembea katika nuru ya Kristo. Sema amen katika jina la Yesu. Sema amen katika jina la Yesu. Watu wa Mpajuni, sema amen katika jina la Yesu. Naomba nisikilize. Hii imekuwa kauli yangu mimi katika wilaya ya Chunya, na niliongea mbele ya wachungaji kwamba kila nitakaposimama hiki kitu Mungu amenipa nitakizungumza kwa kila ushirika na kila eneo tutakalokwenda. Na hapa nizungumze kama utangulizi. Kila niliposimama nimewakumbusha watu jambo hili kwamba hakuna mafanikio yoyote alionayo mtu unayoyaona hata usiyoyaona yasiyo na madhabahu nyuma yake inayoyasimamia yale mafanikio. Kama nisikilize vizuri, narudia, hakuna mafanikio yoyote unayoweza kuyaona jamani. Si hapa Mpajuni tunaona kuna watu wengi wana mafanikio mengi, si ndio? Si ndio watu wa Mpajuni? Hata sisi tunaona tunajenga hili kanisa, si ni mafanikio? Si ni hatua? Jamani amen. Jamani amen. Jamani amen. Ukiona mtu anajenga kanisa namna hii na anafanikiwa kujenga kanisa namna hii, tambua kwamba iko nguvu nyuma inayosimamia hiyo nguvu mpaka unaiona inatembea. Ile nguvu kinyamaza haiwezi kwenda. Unajua Mpajuni watu wanaela, isipokuwepo nguvu ya kuzileta utaziona. Na unaweza kukaa ukajua kanisa letu si maskini. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Okay. Nilipokaa na wachungaji nilizungumza kitu cha namna hii. Nikauliza wachungaji, hebu niwaulize na watoto walioko hapa. Mchungaji Bernard Sikabizi akienda kulima kwa mekodi ya katano za mahindi, akarima, amshtuki. Sio jamani? Mnashtuka.
Kuna mtu anashtuka akiona mchungaji Bernard amekodi eka 5 za mahindi ameenda amelima, akakodi eka 5 za maharage akalima, alafu kipindi cha mavuno na yeye akayabeba akaleta 10 hapa za mavuno na mzee wake wa kanisa anazipokea, si ndio? Alafu anasema tunamshukuru mchungaji wetu anajishughulisha sana, sio mvivu. Mbona mmenuna au ninyi hamtaka afanye kazi? Bwana asifiwe. Mbona maziwa yake mnakunywaga? Akilisha ng'ombe vizuri, maziwa yakipatikana, tukiwa na wageni kwenye baraza kisha jamani, tutapata zile za maziwa ya chai ya supu, sijali mtachukua hapa nyumbani. Si mnapigana vigeregere bisa, asante Mungu, mchungaji wetu anajishughulisha, si ndio? Shirika nyingi wachungaji wetu wakienda kulima, wakivuna, wakileta, wakisora wapongeza. Kwa sababu tunashukuru hatuna mchungaji mvivu, ni wa mfano, si ndio? Akienda kuchimba, mbona hapo mnakuwa kimya? Akienda kuchimba mnasema mchungaji ametelekeza kanisa, ameacha wito aliojia. Mnaifikiri kauli inatoka wapi? Nataka niwafungie kitu mwelewe. Nafikiri kauli inatoka wapi? Hii kauli inatoka kuzimu. Ila wanaoitamka ni Wakristo. Sema inatoka kuzimu. Na nawaambia kauli inatoka kuzimu na mtanielewa. Hii kauli mchungaji akienda kuchimba dhahabu, amelitelekeza kanisa na mtapiga simu kibodi. Ameacha kazi aliyojia huko anashughulika na nini? Sikiliza, mchungaji kama ndani yake imani ipo na anamtegemea Mungu na anaamini damu ya Yesu, akienda kwenye machimbo, wale kwenye machimbo hawezi kukana, watatafuta kila bila ondoka. Hamjanielewa? Bwana asifiwe. Tulia vizuri hapa unisikilize, mtajua kwa nini sisi ni maskini. Biblia inasema alivyo mchungaji na ndivyo watu wake watakavyo. Unajuaga kitu? Baba alivyo ndivyo na watoto watakavyo. Hamjawahi sikia usemi wa Waswahili wanasema mwana wa nyoka ni nyoka? Hivi leo nyoka kizaa kunguru, hamtashtuka? Okay, hamjaelewa vizuri. Mama mchungaji sema. Mkakuta mama mchungaji anamimba, samani namtolea mfano, najua akasirikaki ni rafiki yangu. Anamimba, mmeenda mmefurahia mama mchungaji yuko, mnaita wapi kule? Wanakojifunguliaga. Yuko leo, si ndio? Si mnasubiri mkisikia amejifungua cha kwanza, wa mama anasema ametuletea nani? Wa mama, si ndio swali la kwanza? Mkasikia amezaa kunguru. Kama mchungaji. Mbona amsemi? Mkasikia wa mama ndio wameenda pale. Daktari anatoka, "Hey! Ni kunguru." Huyu ni binadamu. Tunategemea kutoka kwake alete binadamu. Si ndio jamani? Watoto wetu si ndio? Watoto wetu si ndio? Watoto wetu si ndio? Akizani. Na ndio maana akija mchungaji anayelima, Wakristo wote hata kama mkoa na mashamba mtanunua. Bwana asifiwe. Mimi naambia kabisa mtanunua. Akitembelea nyumbani kama kweli yuko serious. Unajua watu wengi tunabishana. Mwingine yuko ana uwezo wa kuhudumia watu kiroho. Na yeye anafikiri akikuombea ndipo kiroho. Kiroho cha kwanza ni kuhakikisha watu wako wanakuwa na hela. Sema kiroho cha kwanza ni kuhakikisha watu wako wanakuwa na hela. Hakuna maskini kwenda mbinguni. Hili neno ni gumu sana. Hebu sema hakuna maskini kwenda mbinguni. Kwa nini? Aliyetuita ni mkuu wa wafalme. Sema aliyetuita ni mkuu wa
Mungu anazungumza kwa kutamba kabisa. Mnafikiri anatabeje? Fedha na dhahabu ni mali yangu. Hebu sema fedha na dhahabu ni mali yangu. Umewahi sikia neno kwenye Biblia? Mimi Biblia yangu ninayosoma ni Yesu anasema, ukikaa ndani yangu mimi nitakaa ndani yako. Anasema tutakuja kwako, tutakula na wewe, tutalala na wewe. Maana ukikaa na Yesu ndani, umekaa na dhahabu, umekaa na jicho la dhahabu, umekaa na jicho la dhahabu kwa. Akipatikana mtu mwenye nguvu, na ndio maana wachimba dhahabu wengi lazima itafute nguvu, dhahabu haionekani kawaida. Shauri. Na ndio maana wachimba dhahabu wengi hawawezi kukaa kanisani. Mtakao wakuta ni wale wajuri akijitahidi sana kabiramu hao kanisani wakio ni ishu kwa. Mnaelewa sababu ni nini? Aliyekaa madhabahuni hana nguvu ya kushika dhahabu. Mwambie mchungaji, shika dhahabu tunazitaka. Semeni. Mwambie ni pale, mwambie mchungaji, shika dhahabu tunazitaka. Yaani mimi wageni, yule asipojua kushika dhahabu, hamtaki dhahabu. Yule akijua vita ya dhahabu atawavusha. Asipojua vita ya dhahabu hawezi. Vita usiyojua, pilipili usizozikula zinakosha. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa check. Kitu gani kanisa haliwezi kuelewa ninachozungumza? Biblia inasema madhabahu yoyote ile ndio iliyo na uwezo wa kubeba mtu. Ukimwona mtu ana uwezo wa kupata dhahabu, ili ile dhahabu iwe endelevu, lazima kuna mara anatoa sadaka. Yaani hata kama mjawahi kuona nenda kanisani, kuna mahali amejiunganisha. Aidha madhabahu ya shetani au madhabahu ya Mungu. Na kama ni madhabahu ya Mungu tunaona. Na ndio maana watu wengi walio na mashine, walio na migodi mikubwa, wengi hawajui. Hata kimwambia karibu kanisani kwetu, hawezi kuja kwa sababu huyu hawezi kumuongoza kwenye dhambi. Simama rafiki. Yo. Huyu hapa hawezi kumuongoza kwenye dhambi. Akitaka azungumze changamoto za dhambi, mchungaji anatoa macho kwa juu. Sasa sikia, hivi nikuulize wewe, unaweza kaenda kwa mtu asiye na msaada kwako? Wakristo kwa nini? Unaweza kaenda kwa mtu asiye na msaada kwako? Huyu sio kama hawezi kuona. Ila nini wenyewe mmemkataa sione? Kaka, wana hawanielewi. Ndio maana naambia tutakwenda tutaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri kwa nini Wakristo wengi wanatia huruma? Maarifa hakuna. Tunasoma Biblia kama vile wanavyosoma magazeti. Hatujaingia kwa ndani. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa nasema hivi, hakuna matokeo yote yale mtu anaweza kuyatengeneza. Hakuna mafanikio yote yale mtu anaweza kawa nayo. Na hakuna mtu yote kawa imara kwenye uchumi kama hayuko madhabahu ya kusimamia uchumi wake. Na ndio maana Wakristo wengi ni maskini kwa sababu madhabahu ya kanisa halina uwezo wa kuwabeba. Kwa nini? Hawana uwezo wa kuiendea inavyotaka. Mimi kama mwenyekiti wa wilaya nimekuwa najiuliza, kwa nini sisi wachungaji tumepewa upako wa kulima mahindi, maharagwe, ufuta? Hapo ndo tumejitahidi, tukienda ufuta tumetanua mpaka. Tukijitahidi sana tunafuga ng'ombe. Hivi ni wauliza Wakristo wa kwa juu. Kwani hata ng'ombe zisipofugwa tukiwa na maziwa hapa?
Kwa nini mchungaji pale alipo, hata ukikuta kusalia kwa hakuna ambayo unaweza kukuta linanyuka hatua kamwambia mchungaji, ninakwenda kufanya shughuli yangu, twende, kabla sijaanza. Mimi nawaambia wale wenzetu unaowaona wanaotafuta hela sahihi ni waaminifu sana kwenye madhabahu zao, na ni waaminifu sana kujenga madhabahu zao, na ni waaminifu sana kutunganisha na madhabahu. Na ndio maana ukienda kanisa ambao watu wameanza kujitambua, hawatasika, utasikia hata michango. Hii michango tunaweka barabara ni mingi, ni umaskini. Wenzetu wanapojenga kanisa hawezi kuweka michango kwa sababu ile ni madhabahu. Madhabahu ya Mungu haijengwi kwa michango. Madhabahu ya Mungu inajengwa kwa sadaka. Na sadaka ni nini? Ni kitu kinachotoka ndani ya kilindi cha moyo wa mtu, kwenye mahusiano ya Mungu na mtu, niko kwenye sadaka. Sasa cheki, wamama wengi walioko hapa, hata ukiwaangalia wengi, sadaka wanazotoa kanisani sio za kwao, wanapokea kwa waume zao. Ile sio sadaka yako. Yaani sadaka yoyote ile inatoka kwenye mfumo wa mtu mwingine, ile sadaka ikija madhabahuni haikutambui wewe, inakutambua mwenye sadaka. Sasa wewe unakuta mtu aliyekupa hela, yeye na Yesu ni adui. Sema yeye na Yesu ni adui. Yeye na Yesu ni adui. Nazungumza kitu rahisi. Tangu nimefika na wakati wakati sasa hivi tunapambana nao. Mmoja mume wake amempa hela, amempa kila kitu na ana gari kali, lakini amempa masharti. Kanisani nenda Jumapili tu, wanasifiwe. Alafu usije ukaruhusu mchungaji akanyosha mkono ili ya kumaliza ibada tu ndani. Ukitoa sadaka kama una haraka ya kutoka nje, subiri mchungaji anyoshe mkono, akimaliza ndio ingia. Na ndio maana niwaambia wafuatilia kina mama wengi wanaotokaga mbaraka wa mchungaji, wengi wanatoa sadaka za waume zao. Mwanamke aliyetoa sadaka iliyotoka nayo mwenyewe kwenye mahali yake inamtunza kwenye ibada, hawezi kutoka. Usifikiri mchungaji wale watu wanaotokaga ibadani wana haraka. No, wengine wanaweza kutoka, wale waliokuwa wa mwisho kanisani wanamtangulia na nyumbani na wanapika, yeye yuko mtaani. Ila naomba kabla ya kutoa sadaka ile roho inamwambia ondoka. Kinachoweza kumtuliza mtu madhabahuni ni sadaka. So, haleluya watu wa Yesu. Amen. Watu wa mkajuni haleluya. Amen. Yaani ukitaka mtoboe, lazima uchague madhabahu iwepo. Na ndio maana mtu akitoka akikosa madhabahu ya kumlinda, akikosa madhabahu yenye mwizi, akitoboa akapata hela, hawezi kama na miaka 10 na furahi zile anakufa mapema. Kwa sababu kila utajiri unahitaji nguvu ya kulinda. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana leo Mungu anakuletea kitu ambacho lazima kila mtu atambue kwa wiki. Jifunze kuchukua hatua ya madhubuti kabisa kutafuta uso wa Mungu, ukijiunganisha na madhabahu ya Mungu kwa damu ya Yesu. Sisi wa Kristo, madhabahu inaweza kututunzia kila kitu ya Mungu. Ndio maana tunakwambia hata chombo hiki hawaelewi kwa hiyo. Hiki chombo ni nataka nitoe sadaka ya semina ya kwanza ya mkojo. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu anipe siri za hii madhabahu. Siwezi kuikuta hii madhabahu mpaka niunganishe na hii madhabahu. Na siwezi kuikuta hii madhabahu pasipo sadaka. Na siwezi kuyakuta maono ya kuhani wa hii madhabahu pasipo sadaka. Wewe waambie kitu kimoja. Watu wengi wanachekesha sana. Anakuja mtu kama mimi hapa, wamefurahia, wananiheshimu mimi. Nini kwambia? Bila yule kufungua moyo wake madhabahu mimi siwezi kutoboa. Nikija hapa mimi lazima nitoe sadaka kwa yeye. Yule ndo kuhani wa hii madhabahu. Amen. Mbingu zinamtambua yule.
Amen. Ili niwe na uhalali wa kujua watu wa hii madhabahu wamefungwa kivipi, lazima nitoe sadaka kwa yule, alafu macho yangu ndio yanafunguka. Sio kanisani, lazima nitoe sadaka kwa kuhani. Wewe ndio kuhani wa hii madhabahu, naenda kwenye madhabahu ya kufungua watu. Akifungua ndio nasimama. Nimesimama pale, naambiwa toa sadaka. Hii ni semina ya kwanza, toa sadaka kwanza. Hii ni semina ya kwanza. Madhabahu ya Mungu isimamie semina ili mkono wa Mungu uonekane. Tusipotoa sadaka hapa watu wafunguke. Achana na ile sadaka yako na mshukuru Mungu wewe kuja. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, unapotoa sadaka kwenye madhabahu, napewa uhalali wa kusimamia hiyo madhabahu. Amen. Jamani, amen. Jamani, amen. Jamani, amen. Huwezi kumpa kuhani sadaka asiseme Mungu akubariki. Akiniambia Mungu akubariki, maana yake hii madhabahu iachilie vile ilivyoficha. Sasa sikiliza, maisha ya watu wengi yamefungwa kwenye madhabahu. Kuna wengine ni madhabahu ya mama, wengine ni madhabahu ya baba, wengine ni madhabahu ya familia, wengine ni madhabahu ya ukoo, wengine ni madhabahu ya kirada. Kila mtu hapa akisimama utakuta na historia ya ukoo wake. Sisi tunafanyaje? Sisi tunafanyaje? Sisi tunafanyaje? Mimi nilizaliwa kwenye familia yetu, kuna mtu alikuwa hawaoti moto. Bwana asifiwe. Yaani hawataki kuni za ule mtu, haziwezi kuletwa kwenye familia yetu zikawekwa kama moto. Sasa mmoja mimi nilienda kwa bibi, nimeteba wakati wa bibi yuko hai, akaniambia katafuteni kuni. Bwana makuni haya hapa yamekenya Kenya tu, nikabeba ya nenda sasa rudisha hapa kuni kufanya nini nani? Kuni sisi hatutaki kwenye familia yetu. Haujui mtoto baba yako hajakwambia? Nikamshangaa bibi, si ni mtu unashangaa bibi? Akaniambia hapa. Nikaachana nazo nikarusha. Nisikwenda kutenda, nilikasirika sana hicho. Bwana asifiwe. Nikakaa baadaye nikaenda kumuuliza mama. Nilitaka kunijibu nikatalia kuota. Kuna sasa ulitaka muulize akasema hawa hawataki. Nikaliweka moyo. Nikaendelea kuwa na tafakari. Nilipoanza kujua Mungu, nilianza kujua mti kwa nini unakataliwa. Mungu alinisaidia, yule bibi alikuwa hai, nilimfuata yeye mwenyewe. Bibi, kwa nini hatuoti mti? Akasema kwenye ukoo kuna mtu aliwahi kunyongana kwenye mti. Kwenye ukoo wetu kama ndana wote. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Mwenye sababu ilikokaa. Manake ule mtu kwenye ule ukoo wanatazama kama mtu yebeba mauti. Amen. Jamani, amen. Unafikiri unajua mauti kwenye huo mti? Lazima utafute mauti kubwa inayomeza mauti zingine. Bwana Yesu asifiwe. Nilipookoka nilienda kuzitema zile kuni. Ni mtu mzima hapa nimekuwa kwa. Nikabeba zile kuni, sikwenda tena kwa bibi, alishafariki. Nikaenda nazo nyumbani. Na amenitegea nimkute mzee yupo, wasimamizi wa lile eneo. Nikamwambia mzee, nimetembea hizo kuni nazifahamu. Baba akaziangalia. Akacheka. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Nikafikira atanikataza. Akanipa neno moja, umeomba lakini. Nikasema kwa nini mzee umeniambia? Akasema siwezi kukuzuia, kwa sababu siku hizi una macho ambayo tofauti na sisi tunaviona, na mimi naona tofauti. Nitamshukuru sana Mungu hicho kitu kikonoka kwenye familia yangu. Kwa kwenye pesa mzee aliniruhusu nikakoke zile kuni kwenye mlango wa nyumba ya mama yangu. Ndio maana nampenda babangu, kwa nini alimpa jina la Nuru. Hivi mnajua mimi naitwa Nuru?
Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Ukiendelea kuamini kwamba mauti iko mbele, na mauti itakuwa. Ukifuta mauti, kwa maana sema jifunze kwa bidii kutafuta uso wa Mungu. Ukijiungamanisha na madhabahu ya Mungu kwa damu ya Yesu ambayo ina uwezo wa kuondoa mauti, ina uwezo wa kuondoa tamaduni, ina uwezo wa kuondoa madhabahu ya miungu ya baba yako, ina uwezo wa kuondoa utumwa kwenye familia yako, ikapanda kitu kipya kwako na familia yako. Amen, amen. Hivi leo niulize, kwa nini kanisa letu hatuna hela? Humu ndani nafikiri kwa nini hamna hela? Nafikiri hela zipo. Na wa kwanza kutuzulumu hela zisizo kanisani ni wa mama, sio wanaume. Na ndio maana wanaume wote hapa wamekimbia. Sio kwamba wamekimbia, nyumbani wana mgambo. Sio wanaume wale kutafuta mema kwa watu. Mwingine ameenda maneno ya mwanamke alizidi. Maana sikuonyesha kitu nyumbani ya mlaliki. Msikie wanaume wote wanapenda kunywa pombe, wengine ni pombe ya mke wake. Ila mke wako kanisani hana. Mume anakunywa, lakini wao unafikiri mume wake anakunywa, kumbe ile pombe ni ya kwako. Wewe ndio unasababisha nywange. Akikosa hela anasema inawezekana kule nikakosa tamsosi. Ngoja nigonge kidogo. Wamama wengi ni walevi ila hamjawahi kunywa pombe. Lakini mnawaka na kunywa pombe. Fuatilia, kuna wamama mume wake anakunywa pombe. Kwa sababu juzi niko naongea na mtu mmoja. Anataka nimwombee. Bwana asifiwe. Baba mchungaji, ulipokuja kwetu, yeye alikuwa kwenye ibada. Akasikia zile huduma tulizofanya, akataka nimwombee. Ametuma message anataka nimwombee. Mimi nasema nisikilize ndani. Nasikia Roho Mtakatifu muulize vizuri. Shida gani? Nasema nina muda mrefu sasa sina mtoto. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Ndani yangu nikaambiwa muulize huyo mume uliye naye ni wako. Nikamuuliza huyo mume uliye naye ukapata mtoto ni wako? Akanyamaza kama dakika kadhaa. Baada kusema ndio. Nikasema umesema uongo. Akasema kwa nini baba mchungaji? Akasema huyo mume ni wa mtu. Wewe kwako umemwacha. Sasa mimi nifanyeje? Yeye ndiye aliyeniacha. Unaona sasa? Bwana asifiwe. Sasa nitakamia mwanangu, mimi nifanyeje? Yeye ndiye aliyeniacha. Alikuwa cheti alikuta sasa. Alikoenda alizaa, hajazaa. Wewe ulikoenda umezaa, sijazaa. Rudini mkazaa. Hebu mwambie mwenzio rudi ukazae. Mimi ni waambieni, naambiwa kabisa hata kirudi leo na mume wake. Upako wa kuachilia mimba upo. Ila Mungu hawezi kaachilia mtoto kwenye mizizi. Sikilizeni wamama wengi mliochelewa kupata watoto na kina baba mliopata kuchelewa kupata watoto. Mungu kama ana mtoto wa ahadi ndani mwako, anazuia watoto wasio wengi. Si kila mtu aliyechelewa kupata mtoto ana maana. Fuatilieni watu ambao wanapata kitoto kimoja viwili. Viangalie hata vitu tu vya darasani. Kaangalia yule anayezaa kama sungura. Kila mwaka mtoto, kila mwaka mtoto, kila mwaka mtoto. Yaani yeye akitaka tu hapo. Wenzio wanaenda kuwatafuta watoto milimani nafunga Yesu nikumbuke. Unafikiria sasa atakapokumbuka lile tumbo na alimshika Yesu, katoto kanapozaliwa kanazaliwa na akili ya Yesu. Jamani, haleluya, haleluya. Yatazameni makitu yote ya ahadi yaliyokuwa na nguvu ya Mungu. Yalichelewa kupata watoto. Ni Abraham. Kwa nini alikuwa na uwezo wa kuzaa? Wamama, alikuwa na uwezo wa kuzaa? Naomba mwe mnanijibu. Alikuwa hana uwezo wa kuzaa? Kwani sana alikuwa hana uwezo wa kuzaa? Tatizo ni nini? Maarifa. Kujua kusudi la pito lako. Wamama
shemeji yetu. Nisikiliza kusudi yangu. Sikiliza nikwambie. Hawa watoto wako, ukitaka wao watoto sahihi, lazima wawekwe na madhabahu ya wasimamia watoto. Hakuna mtu anaweza kuwasimamia watoto wakaenda katika njia sahihi kama madhabahu ya Mungu. Mimi nataka nikwambie, madhabahu ya Mungu tu yanaweza kubeba mtoto kufika kwenye madhabahu. Ukijichanganya nafikiri wewe tumbo lako linapokea kila kitu, utapokea na mengineyo. Mwambie mwenzio utapokea na mengineyo. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Sikiliza, nataka nimalize kwa kusema watu wengi tumefungwa kwenye maisha yetu. Tuko kanisani bila kanisa, na tunasoma Biblia kama vile misukule, yaani sio kama watu walio hai. Fikra zetu zimefungwa, zimetiwa giza, hatuwezi kuona. Hivi kama Biblia inasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, mnafikiri mtu wa kwanza kumtumikisha aleta fedha na dhahabu angekuwa nini? Si tungemkamata mchungaji? Huyu Mungu wako aliyetuita tuje kumsikiliza, hatupi dhahabu, tuletee dhahabu. Sasa kama yule bwana hawezi kutoa mfumo wa dhahabu na gharama hii, hawezi kuleta dhahabu. Sasa nimewaambia wachungaji wote, kila mtu afanye utafiti. Dhahabu ina gharama gani? Na Wakristo wanapitia changamoto gani kwenye dhahabu? Lazima wachungaji tulete dhahabu na dhahabu. Tukileta tutajua uchungaji. Tukijua uchungaji utakija hapa na fedha ya dhahabu hata kama utaomba kama unavyoomba. Utajua vita hiyo kutia mpaka na dhahabu kanisani. Wewe niambie. Kila ushirika naona niwauliza. Hivi wewe hapa mwaye mwana mtu analeta sadaka ya dhahabu, sio hela. Sio aliyocheza. Mwaye mwana mtu ameleta dhahabu na dhahabu. Mnaelewa kwa nini hajawahi leta? Kwa nini watu hawajaleta? Mnataka mniambie hii mtu ajui. Hakuna hata kwa mama hapo wanasekesa. Wasekezaji hapo hapo. Wasekezaji mikono juu. Mmejificha kwani Yesu aone wasekezaji mikono juu. Nataka tukiingia kufundisha kesho unielewe. Nataka hapa nakupa picha ili uelewe tunachotaka tukiondoe kwenye akili zetu. Na wauliza swali. Mnajua ile ardhi ya dhahabu kwenda sasa kote, mnajua ardhi ya dhahabu. Mnajua ardhi sio ya kulima mahindi. Hii ni ya kuleta dhahabu. Mnajua ile kanisa liko kwenye mazingira ya dhahabu. Naongea na nyinyi. Mnajua hicho? Mmewahi kuona dhahabu kanisani? Mbinguni Yesu atuambia wote jela jehanamu. Mtakata kwamba nilikupa neema ya kukaa kwenye dhahabu, nilikuweka kwenye dhahabu, ukuletea dhahabu, nenda jehanamu. Mtakata. Sasa sikilizeni, mwakili yuko hapa ajali katibu safi jo tuzazi hajafika jo tuzazi likoni, hata kama sio mkuu maadamu ni likoni. Bwana asifiwe. Chombo cha kutolea sadaka kiko kimoja wapo hicho, si ndio? Na kingine ni hiki nini cha sadaka nake. Leta na kile kilichoandikwa Majengo B. Sema Majengo B. Sema siwadhalilishe, tunataka tutete. Kione tu. Okay. Kwa nini mnaochimba dhahabu? Hiki chombo hapo mtu anaweza kuleta sadaka ya dhahabu kaka. Mule bado haikai. Unajua kwa nini? Je, mnajua kuna watu wanahitaji kuleta sadaka? Sasa cheki. Madhabahu tu tunayotumikia haijui kwamba dhahabu ipo.
na tunahitaji dhahabu. Kama hakuna chombo cha dhahabu, nani ataleta dhahabu? Ufahamu mdogo tu, kama chombo cha dhahabu hakuna, kuna mtu anaweza kuleta dhahabu? Mnajua kwa waganga wanapeleka dhahabu, atuamuleta dhahabu wanapeleka. Mnajua kuna chombo cha kupokea hapo, mganga hapo kada weka mle, weka mle, weka mle, toka nyuma, weka mle, weka mle, weka mle, inama ondoka, miungu imekuona. Ukasema wajinga ndio wali waganga wa kienyeji wana vyombo vya kupokea sadaka, kanisa halina. Hivi tatizo hapo ni waumini, eti pastor wetu tatizo una. Hebu fikiri, ni waumini nina. Sisi wa makwani. Mwenyekiti anasema tatizo liko kwetu makwani. Mimi siwezi kusema tatizo liko kwa makwani, tatizo liko kwenye mfumo. Angalia mfumo unaanzia wapi? Mchungaji akishughulika na dhahabu, tunasema ameacha kazi ya Bwana. Mchungaji akishughulika na mahindi, tunasema mchungaji wetu anajitambua. Sasa umeelewa hapo? Umeelewa? Mimi nimewaambia wanaweza kwenda kusekesa kasekese, ni msichana pige simu jikoni. Huyo ndio anatoka naye. Kwa sababu kama mchungaji anaweza kuongoza nini kuleta mavuno ya mahindi, akaongoza kuleta mavuno ya dhahabu, hamtaka kama kuna dhahabu leo Bwana anaitaka. Hivi mimi hapa tezo zinazoitwa hivi. Mimi hapa mpaka sasa sijawahi ona dhahabu kwenye macho yangu. Ila na ubinde. Bwana Yesu asifiwe. Naziangalia kwenye picha lakini uhalisia huwa sijaupata. Mwangalie jirani yako. Nasema mwangalie jirani yako. Mwambie unaelewa tatizo tulilo nalo? Haya, kwa nini nasema mfumo? Mfumo hauwaruhusu hao wamama waende kwenye mashimo. Unawaruhusu wamama waende mtoni. Unanielewa? Mama akianza kuangaika kushusha maberesi kule, wanasema mwanamke ameharibika, mzinzi. Anashinda na wanaume kule kule, ila kienda kwenye vikarai, wanasema huyu mama anajishughulisha. Wamama, mimi muongo? Ukishuka kule kwenye migodi chini, wanasema hujaoa mwanamke. Ili ukienda mtoni kuangaika kule kwenye umaskini, wanasema mama huyu anajishughulisha. Sema wewe pepo ulifunga kanisa, toka kwa jina la Yesu. Cheki wanaume hao, simame juu. Simama wenyewe wanaume ndio. Na mmekaa karibu na madhabahu. Unaweza kukuta watu hao wanalia na mgodi. Alafu ndio wanaongoza kumwabudu Mungu wewe ni Bwana. Hata mgodi hawana. Ili kanisa litaondoka hapa lilipo. Samani, uzuri wake siwafahamu. Nilikuwa nawafahamu ndio anatananisha. Ila siwajui nyenye ndio mnajua hiyo siri. Kwa nini hamna migodi? Na kama hamna mmoja hapa tuwaombe. Kwa hiyo sikiliza watumishi wa Mungu. Kitu gani tutashughulika nacho? Kuanzia leo yule anayetaka azione nguvu za Mungu, tutashughulika kuondoa giza lililokaa katikati yetu na ule mfumo uliotufunga. Lazima tuwe na dhahabu kanisa. Ni lazima. Sikiliza, hakuna kitu ambacho Mungu hawezi kutuongoza. Na ndio maana wanakataza sana kwa bidii waombaji hata wakienda kwenye machimbo wana vita sana. Nilikana binti mmoja juzi amefukuzwa kazi. Katika binti kanajiamini, kanataka kufanya ujinga. Kumbe wenzake wote hata kama wanataaluma ili waingie kwenye migodi, wengine unajua kwenye migodi sio wote wanaoenda kwa sababu kwa sababu ya kama wanachimba. Wengine wamesomea kuoperate mitambo, wengine ni mafundi. Mnanielewa? Wale wanaoperate mitambo wengi wanaenda kwa taaluma zao. Mnanielewa? Sasa yule binti ni miongoni mwa watu wenye taaluma.
Ameingia kuna yeye ana degree wenzake hawana. Kumbe cha kwanza yule msimamizi ili akupe nafasi lazima uwe mke wake akusugue kwa zina. Yule binti akakwambia, kama mimi nilifanya ujinga huu kabla sijaokoka. Sasa nimeokoka na Yesu amenitunza mpaka nimefika. Nimekuja hapa mimi kupata amani. Sasa yule msimamizi ana diploma. Yule binti ana degree. Kwa maana yule akifanya kazi nzuri kwenye ule mfumo, automatic atakuwa wengine. Si ndio? Wakaanza kufanya kazi. Akamtolea kuwasalisha kuhusu afanye kazi. Lakini yeye ndio msimamizi. Wakienda kufanya zile kazi kule, kila kazi aliyofanya yeye anaandikiwa binti mwingine taarifa, yule naye analala na anakana na aliyefanya ile kazi. Yule binti anaandikiwa taarifa yeye. Sasa yule bosi kazi kwanza, ana nini? Yaani mtu hata mwenye elimu na anashinda kumsaidia. Yeye anaenda kufanya kazi kwa kijinga. Kwa hiyo wakati mwingine kaza kumfokea. Kumbe anaanza kupata shida. Kumbe katika Katolika kana menina kana akajasomea ile kazi kwa macho, kana soma karibuni na kana wewe na kakimbia kile mitambo siku zote isuku. Tangu kameingia mitambo kwa jawahi kwa. Na mwambia mwanangu kuna vile cha kwanza nilikuwa naomba. Mungu anipe ufahamu. Alafu kule mabinti tuko wanne tu. Wengine wote ni wanaume. Wanafanya uzinzi baba hadharani. Anasema nilianza kunyanyaswa. Baadaye wale wengine ambao wana upendo na mimi wanakuja sana. Umemkatalia wa nini? Wewe anafanya kitu kwa sababu umemkatalia. Akasema siwezi kufanya kitu chochote. Kwa sababu nipate nitafutela hapo mimi nimekuja hapa kwa dunia. Kama sina kazi nimezani ndio. Lakini ushinyuka shaka hata wajefanya shaka kana kanisa. Mnaofanya mabiti za watu huko mnaomba Yesu awapoe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yule bila kaondoka. Alipoona usumbufu umezidi akaondoka. Sasa nikuuliza kisha ondoka yeye alikuwa na uwezo wa kumanage na kutawala ile mitambo. Mitambo ikaanza kushuka. Wanahangaika si wafanyakazi walikuwepo. Fulani bwana hayupo. Kelele zikafika kwa bosi. Fulani ndo nani? Mbona siku zote hajawahi fanya kazi? Bwana aliyekuwa anafanya kazi. Anafanya kazi huyo sasa anajua nini huyo? Mwambie afanye. Wale ujinga wa watu kafanya nini? Hivyo nafikiri ungekuwa ndio mwenye mgodi. Mtu aliyekuwa na kuendesha mgodi wako na mitambo anaondoka kwa sababu amemnyima zinaa aliye chini yake. Mfanyakazi wako, msimamizi wako. Na mtambo ile simama na kazi zimekuwa. Alafu ulio aliweka pale ni mjinga, unataka zinaa. Utaliaje? Timu ya siku hiyo. Kama mkuu. Ninataka mtu pakaje. Kabidi jamaa washe gari na kukafuata. Kaka Bobo. Kasema siku tena kwenye mgodi wako. Kwa sababu nimewahi kuja kujieleza. Kunisikiza. Amen. Jamani amen. Jamani amen. Tuna wamama wamepoteza nguvu ya uchumi wao, giza limeingia kwa sababu wamejichanganya. Hebu tumalize. Tuishia. Leo sitakuwa na maombi. Taanza kesho. Amen. Jamani amen. Na ukitaka tuombe na wewe. Mchungaji asubuhi ibada hii. Asubuhi tutakuwa na ibada saa 12 mpaka saa 1. Sawa? Amen. Kama tutakuwa na ibada saa 7 basi mnanipa mafuta na nyumbani. Na wewe wapende na kuni. Sasa ninaangalia nini? Na timu ya watu wa kuombea watu na kuni. Sijaje peke yangu kwa maana nakataa. Siwezi. Sasa hii picha naiona watu wengi hata kila mtoto kija hapa anapangia shida zao. Tuna watu ambao ndio wanatakiwa wabebe hili kanisa. Lakini leo ndio wanaotia huruma kuliko. Safari tunataka kila mtu tabaki kurudi mkononi mwake.
haki yake aijue, kila mtu atendeke na haki yake. Amen, watoto wa Yesu. Jamani, amen, watoto wa Yesu. Jamani, amen, watoto wa Yesu. Kama tutaambiwa tufunge, tutafunga mpaka kila mtu aanze kuona njia yake. Hatuwezi kuwa watu wa kudharauliwa hapa mjini. Tunakuja kanisani hapo, cheki tu nje, cheki. Unatuonyesha wazi kabisa kwamba hao wote hata yeye naye ameshindwa kuja nao mafuta hapo. Waangalie wale wanatolea na magari. Hawezi kuja na magari kanisani. Maana magari yao yanashika kwenye spana. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Unaweza kufikiri ni hali ya kawaida. No, kuna kitu kimekaa katikati. Lazima tukiondoe. Mwambie mwenzio lazima tukiondoe. Sema Bwana Yesu, naomba uondoe kitu kilichokaa katikati yangu. Kilichoweka giza. Nimekaa kwenye dhahabu. Alafu dhahabu sio. Ngoja nifikirie. Mimi nilipofika hapa, cha kwanza nilijua huu ni mji wa fedha. Hata nisipoenda kuchimba na uwezo wa kula hela za wachimbaji kwa kuwajengea nyumba tu wanakuja kuchimba. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nikajua kuchimba sigeli kwa kazi yangu utashindwa. Mazingira yale na kambe nitakuja kuchimba kusanga. Wewe mimi hamna atakayenikataa. Nani anikataza? Nani apende hela? Wewe upende hela wewe? Muizeni mwenye kitu wenu wa dinari, upende hela? Kama apenda mteja, umetembea mguu. Kilichomleta hapa ni hela, si ndio? Unafikiri kwa hela ndio msikiliza sana. Lakini kilichomsaidia, kilichoenda alitona. Na akasema niende kwa wenzangu na kufunga akasema. Si ndio jamani? Kasi ingekuwa na hela kasingefika. Sema amina katika jina la Yesu. Tuna azimio moja, miaka miwili. Kila ushirika uwe na gari la mchungaji na kila mchungaji awe na gari la kwake. Si ndio wachungaji wenzangu? Ndio tulizopatana wachungaji. Kila ushirika uwe na gari la mchungaji na kila mchungaji awe na gari la kwake. Kwa nini tunataka? Kuna watu wakinunua kagari kanisani hata kama ni mkala. Kwa sababu wote ni maskini, hawana magari, wanakuwa na tetemeka napo. Wakimwona mchungaji analiona gari na mwisho wa siku mchungaji anaacha na banda bodaboda. Maana kibanda kile bodaboda mnani msodoa, si ndio? Mnanunua gari la ushirika kwa ajili ya mchungaji, mnatafuta dereva. Hiyo gari ni 26 banda. Yaani mkikana watu maskini wasiojitambua, hata kagari tu wanakitetemeka hapo. Jamani, walio miliki magari wanaweza kununua leo gari kutoka Dar es Salaam ikapata ajali isifike nyumbani. Hamjawahi sikia? Jamani, hamjawahi sikia? Sio unatetemekaje na kitu kama wao? Tetemeka Yesu akiondoka ndani mwako. Usitetemeke vitu vya mwili vitu vinachakaa. Mnanunua gari mtaki kuchakaa. Mimi nifikiri kama nunua gari mtaka mchungaji asiwe anachakaa, lenyewe ndio mchakaa kwa niaba yake. Si ndio chifu? Tunaponunua gari tunataka mchungaji asichakae, asiwe anachoka au anafika haraka. Kwa hiyo liwepo linalotoka kwa niaba. Sasa kuna watu kama unaona gari letu limeanza kuchakaa, limeanza kupauka. Hata hizo mambo mlioweka tutaanza kutembea upingo kwa kinatikisika. Unaweza kusema tikisika. Ni mpya. Wewe unatikisika nini? Hata kama unafikiri mambo yako, zunguka utakuta moja na tikisika. Kama utakuta na tikisika utakuta umezidi kuliko wenzake umepanda. Niulize wewe kwani umepanda? Amen, amen. Amen. Jamani, amen, amen. Amen. Hivi ukinunua TV kama hiyo, unafikiri hili TV nikiuza utalingana na siku ya kununua dukani? Na wauliza hata nikitaka kukuzia, utanunua kama dukani? Kitu kikitoka tu dukani kimeacha kama kwenye mfumo wa thamani. Thamani yake inaanza kushuka pale pale. Maisha ya mtu thamani yake inapanda na ishuka.
Gari ni mbutu, yaani gari na pikipiki viko sawa, kasoro tu mmoja anapigwa baridi na kila kimoja kina thamani yake. Sema kila kimoja kina thamani yake. Wewe na pikipiki mtasikiza wao, gari wanaingia au wasoingia, wewe unaingia na abiria wako, kasoro tu wewe unabeba mmoja, wawili adhabu. Unaona utofauti tunapokuwa. Kila mtu ni mbabe. Kuna mali pikipiki ni mbabe kuliko gari, si ndio watoto wa Yesu? Kuna mali gari ni na ubabe kuliko pikipiki. Ukienda kwenye rami, pikipiki inaonekana inaonewa, lakini pikipiki inaweza kupita hapa, inaweza kaingia na kanisani kaenda kule, ikamsaidia kabla sipika hapo. Unaweza kuleta kaje kubeba sipika huko ndani. Sema Bwana Yesu, niondolee giza nililoko katikati yangu. Natamani kuiona nuru yako katika jina la Yesu. 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 Bwana, niondolee giza na mfumo kandamizi uliokamata fikra zangu, nipate kutembea katika nuru, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Hata muda wa semina tunaoweka unaonyesha kwa sisi ni maskini. Tungekuwa watu hapa wanajigodi wote hapa, semina tungekuwa tunaanza saa 1 mpaka saa 4 usiku. Unaelewa? Kwa nini tunaanza saa 11? Hela hatuna. Tunataka kwenda soko Kajinga kule. Amen. Tukifika saa 4 tutarudije? Tukifika saa 4 tutawasheje moto? Unaelewa kitu cha namna hiyo? Siku hizi wenzetu tunakuta mpaka kitandani na vya kupikia viko ukutani. Mama anaenda kuoga, anaminya pale ya. Jamani, tutoke hapa tulipo, mwambie mzee tutoke hapa tulipo. Naomba tutoe sadaka ya kuniunga kwa ajili ya kumwomba Mungu atupe msimu mpya katika siku. Bwana asifiwe. Anayetamani Mungu atusaidie tuanze na mfumo mpya, ili kesho Mungu akupe nafasi ya kwanza kuelewa. Lakini taomba na mtu mmoja tu, nasukuma niombe naye. Sogea unayetamani tuungane sasa. Hii sadaka ni special kwa ajili ya semina, kuhitaji nguvu ya Mungu ituonekanie kwenye semina. Mimi mwenyewe nimetoa kwa Mungu anipe macho nione. Mama msimama tumetoa sadaka. Sema Bwana Yesu, naomba niondolee vita hiyo yale